Uh, Kwanza huyu dada Paulina ni mtoto wa mzee ambaye kwa sisi Kibonde Majibii ni maarufu sana na anafahamika, mzee Mboke, la kwanza. Na la pili, siku ya tukio baada ya kufuturu, mimi nikiwa katika shughuli zangu tu za kawaida hapa na pale, nilipigiwa simu na mzee wake ambaye mimi ni swaiba wangu kwa namna moja ama nyingine, kwamba nyumbani kwa mwanae kuna tukio linaendelea, kuna mwanaume anampiga mtoto wake, yani maana yake ni mume wa mwanae. Baada ya kupokea ile simu, cha kwanza kabisa, kwa sababu niko mbali na eneo la mtaa wangu, sisi tuna ulinzi hapa shirikishi, nikawapigia walinzi wangu waweze kuwahi eneo husika. Sambamba na hilo, na mimi nikachukua pikipiki niweze kufika kwenye eneo walau kuona nini kinachoendelea. Nikafika mimi nikakuta na walinzi wangu. Bahati mbaya ambao kipindi sisi tunafika tukasikia mabati tu yanalia pembeni, kwa maana kwamba tulidhania labda inawezekana kwamba jamaa ndio kashaondoka kipindi anampiga mkeo, lakini kabla ya kuanza kufanya chochote kile ilibidi kwanza tuangalie hali ya usalama ya ndani. Kwa hiyo nikafungua mlango kwanza kuangalia, tukamkuta Rabia au Paulina amelala chini pale. Kimsingi kwenye kuhamaki ilibidi nimwagize, sababu nilikuwa na mjumbe wangu wa serikali ya mtaa, nikamwambia mjumbe wa serikali ya mtaa kwanza angalia hali yake kama yule yuko hai, huku sisi mimi na baadhi na makamanda tukaanza kuzunguka walau kuona namna gani tunaweza tukampata mume wa Rabia ambaye ndo alioshiriki kwenye tendo la mauaji, kwa sababu mjumbe ambaye wa eneo lile kwa sisi tunaita mwenyekiti wa shina lilipigia pia simu pindi ambacho mzee pia alinipigia kwamba mume wa Rabia anampiga sana mume, na kimsingi yule mume ni anajulikana, hata mimi mwenyewe binafsi pia namjua kwa sababu ni kijana wa hapa. Kwa hiyo kipindi mjumbe alimsisi kidogo akasema kwamba ni ugomvi tu wa mapenzi, kwa hiyo mjumbe akae pembeni asiingilie ule ugomvi. Kwa hiyo kipindi tunaendelea kumtafuta, kiukweli tulimkosa. Lakini kipindi niko njiani narudi, mjumbe wangu akanipigia simu kwamba bwana, kwa tukio jinsi linavyoonekana huyu mama ashafariki, kwa sababu kipindi mimi natoka nilimwacha muangalie ili tuone kama bado yuko hai, tutafute namna ya kumuokoa mtu. Lakini kwa bahati mbaya, kusema ukweli, kwa sababu alimuua kifo cha kikatili kidogo, alimpiga visu vitatu, takriban visu vinne katika mwili wake. Kwa mpaka tunafika pale ilibidi sasa tuchukue jukumu la kuwapigia simu polisi kwa ajili ya msaada, maana kwa kesi ya mauaji ni kesi ya kipolisi. Lakini kimsingi pia polisi waliweza kufika pale na kufanya uchunguzi wao na kusema na wakathibitisha na wao kwamba kweli mwili wa marehemu alishafariki. Kwa ilibidi kwanza tuojewe walau watu wale watatu, akiwemo baba wa marehemu, akiwemo mjumbe wangu na mimi mwenyewe mwenyekiti wa serikali ya mtaa, pamoja na wadogo zake marehemu waliojiwa, ili kuona nini kilichokuwa kimetokea na kinachoendelea mpaka marehemu kumkuta ule mauti. Kwa mlipofika kwenye eneo la tukio, hali binafsi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa ambaye ndio mkuu wa usalama, hali ulikutaje? Kimsingi hali ilikuwa inasikitisha kidogo, kwa sababu inavyoonekana mpaka wananchi nao wa eneo jirani pia walikopoa wanaogopa kusema kweli, kwa sababu mpaka mimi nafika watu walikopoa hawana ujasiri wa kwenda kutoa msaada, kwa sababu kipigo kilikuwa cha muda mrefu kidogo. Inasemekana jamaa alimkuta mke wake akiwa chooni anaoga, akamvuta akaanza kumpiga. Kwa na eneo lile kina mama ndo wako wengi tofauti na wanaume, lakini kimsingi mpaka majirani walikuwa na taharuki. Kwa nilikuta majirani wakiwa kwenye taharuki, lakini kwa sababu kama mwenyekiti ndo mwenyekiti wa ulinzi na usalama, ilibidi tu nifike kwanza kuanza kuvamia ile eneo, nione kwa msaada gani wa kwanza ambao naweza kutoa mimi na makamanda wangu. Lakini kwa bahati mbaya ndo ile mtu alikopo ameshaondoka eneo la tukio. Kwa hiyo tukawa tumechena, hata sisi kipindi tunapigiwa simu inasemekana kwamba inawezekana ikawa mpaka sisi tunapigiwa simu tayari yule bwana ule uhalifu wake alikuwa shautekeleza. Maana mjumbe anasema kwamba kipindi wao wanafika mpaka wanaanza kumsisi mtu tayari alikopiga hata kelele, kuna muda akawa yupo kimya. Kwa mpaka taarifa zinanifikia mimi, inawezekana akawa tayari tukio yule marehemu ilikuwa tayari inasemekana kwamba alishafariki. Kwa hiyo kulikuwa kama kuna taharuki katika mtaa, kina mama wote walikaa pembeni, walikopo hawajui nini cha kufanya. Kwa kimsingi wa mimi kwa ujasiri kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama na mwananchi wangu, tukio ndo limetokea, pamoja na sungusungu wangu ushirikishi, tulifidi tufike pale niweze kuangalia kwanza tunawezaje kumsaidia yule mtu. Na hili ni tukio la ngapi kwenye mtaa wako na rai yako ni ipi kwa wananchi wako? Toka mimi niingie kwa tukio la mauaji ni tukio la kwanza kutokea, na kimsingi huaga napenda kuwaasa wananchi inapotokea mtu labda anagombana na mke wake, kwa sababu siku hizi kidogo dunia imebadilika, kwa sababu mambo yako mengi sana. Ukicheki labda hali ya kimaisha pamoja na mingine na vivilevi vya vijana wetu mbalimbali hivi, nafikiri linapotokea tukio la kwanza wanatakiwa wachukue action
kumsaidia kwanza yule mtu, pia na kutoa taarifa kwa haraka, kwa sababu kimsingi kwenye kupiga nategemea na mtu kwenye kuonya kwake. Mwingine anaonya sana, mwingine anaonya kidogo. Na kwenye kesi za ndoa, hii sio kesi ya kwanza. Kwa mauaji ni kesi ya kwanza, lakini kwenye kesi za ndoa kwa upande wa serikali yetu sisi sio kesi ya kwanza, ni kesi nyingi. Kuna mwingine alikuja hapa, shawahi kuja serikali ya mtaa, kampiga mkewe mwili mzima ameumia, lakini baadaye tunawasihi, ingawa baadaye mwanamke anaenda na msamehe mmewe, lakini kimsingi ni hali ya hatari. Inapotokea mtu unaona mwanamke labda ana changamoto na mmewe na anaona kuna hali ya hatarishi, bora aje ripoti serikali ya mtaa tuweze kuwasuluhisha, kuwasaidia ili isije katokea madhara baadaye. Na wananchi na wasihi, inapotokea kuna athari yoyote, unaanza kuona dalili ya hatarishi au mtu anampiga mtoto au mkewe, watoe taarifa kwa haraka ili tuweze kusaidiana kwa ajili ya matukio kama haya yasitokee tena kwenye eneo letu. Asante kushirikiana. Asante sana. Shoga yangu we, mambo yamejipa. Wewe endelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo. Sisi tunachangia kidogo tu. Wewe unadhani ningepata mimi mtungi kwa pesa ile? Haya, ona mambo. Hilo. Lishawaka? Limewaka ndio, unacheza na gesi. Basi nipeleke na mimi nikachukue shoga yangu. Haya maharage nusu saa nyingi yameiva faster tu. Kisha tena maendeleo. Umewaka unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wakala wa Nishati Vijijini, REA.